Crazy Rocket, now available on PMBet. Tena hapo kwa upande wa mnyama Simba ambaye anakwenda kuwakilisha kimataifa huko kwenye upande wa South Africa, lakini pia fullback wa klabu ya Azam FC. Pascal mwanao sana huyo au Lukaga. Pascal Gadiel Msindo anukia mitaa ya Twiga na Jangwani. Bwana Msindo ni mmoja kati ya miongoni wa wachezaji wanaotajwa kuhitajika ndani ya klabu ya Young Africans katika dirisha kubwa la usajili. Mlinzi huyo wa kushoto wa klabu ya Azam mpaka mwisho msimu huu atakuwa amesaliwa na mkataba wa mwaka mmoja, kwa maana ya mwaka 2026 kuwatumikia matajiri hao wa Chamazi. Klabu ya Young Africans ina umuhimu wa kuhitaji fullback kutoka Azam FC. Namzungumzia Pascal Msindo. Sistinho Msindo. Ni kati ya habari ambazo nilizisubiri sana nizisikie afu nifurahi kwa sababu limit pekee ya Msindo ni Azam FC. Yaani limit kinachomzuia Msindo nisimzungumze kwenye level ya Shabalala, nisimzungumze kwenye level ya kina Shomari Kapombe. Unaweza kumzungumza Msindo katika level ya Shabalala. Kinachonizuia sasa nisimzungumze kwenye level hizo. Okay, tufanya kuna kinachokuzuia unaweza kumzungumzia. Ndio maana nikasemaje? Limit pekee inayofanya nisimzungumze kwenye level hizo ni Azam FC. Kwa nini Azam FC? Subiri kwanza, subiri kwanza. Hebu mimi niweke sawa. Mimi bwana kiyo changu kinachelewa kuelewa. Kinachomfanya simzungumzie katika level za Shabalala ni Azam FC. Okay, tufanye hicho kinachomfanya hakipo. Unaweza kumzuia Msindo katika level za Msindo sijui. Maka jue Msindo na Msindo. Mimi sinaitwa Msindo. Acha kupiga kikunga bwana, umeteleza bwana. Sawa, unaweza ukamzungumzia Msindo katika level za Shabalala. Yaani ndo tungesema angekuwa achezi Azam sasa anacheza Bayanga. Yeah, of course. Kwenye kipi? Kwenye hicho kwa sababu ukiangalia klabu zote ni kubwa, zote zina mafanikio. Siwezi kujibu mimi, ambaye kaniuliza. Jibu wewe. Kwangu mimi nikimtoa Mohamed Hussein Shabalala kwa sasa Tanzania hakuna fullback mwingine bora wa kushoto. Hayo neno. Anamzidi Pascal Msindo kwangu mimi. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sawa au? Yes, kwa sawa. Ambaye taifa linamhitaji. Nikizungumzia kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu ya vitu ambavyo amevionyesha. Ukimwangalia Msindo angekuwa kwenye jukwaa sawa na Shabalala, angekuwa kwenye jukwaa sawa na Kibabage, angekuwa kwenye jukwaa sawa na kina Shadrack Boka, pengine angekuwa zaidi. Lakini Msindo bwana Zufesha Shadrack Boka bwana. No. Lakini yupo Azam FC. Kwa nini nimesema hivyo? Ukiangalia ana attribute zote za kuweza kufanya kile wanachokifanya hao. Lakini ni kweli. Mara msimu jana msimu jana alimaliza na assist ngapi? Approximately 10. Si ndio? Nani fullback mwingine kwenye miaka kadhaa iliyopita wa pembeni wa kushoto aliwahi kufanya hivyo zaidi ya Shabalala? Hakuna. Kwa hiyo kwangu mimi kama angekuwa Simba na Yanga pengine angeweza kufanya hivyo, lakini yupo Azam FC. Sitaki kudisrespect Azam FC, lakini naona ni jukwaa ambalo linampa limits. Ni jukwaa ambalo hataweza kucheza hatua ya makundi ya mashindano ya CAF, si ndivyo? Ni jukwaa ambalo hatunyanyua kwa hapa. Lina uwezo wa kunyanyua kwa hapa, lakini hajawahi kunyanyua kwa hapa kwa sababu yupo Azam FC. Class ya mchezaji, daraja la mchezaji linatengenezwa na makombe, si ndivyo? Na upo wapi, unacheza na kina nani, umetoa nini, si ndivyo? Msindo hatuwezi kumzungumza kwenye level za kina Shabalala kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi hata technical ukichukua tu uwezo wake wa kiufundi, angalia watu waliopita Azam FC, amepita Sidibe. Yes, mwanzoni pale Sidibe alidominate, lakini baadaye Msindo alifanya comeback akarudi kwenye kikosi. Ukirudi tena kuna wachezaji wengi sana kina Bruce Kangwa pale ndo alimtoa Bruce Kangwa, si ndivyo? Angalia tayari angalizo profiles anazozitoa kwenye hiyo nafasi. Moja ni mchezaji wa timu ya taifa ya Zimbabwe. Umeona? Mwingine mchezaji wa timu ya taifa ya Senegali. Imagine. Ambaye alikuwa katika kikosi kilichoshinda kikombe cha Chani. Imagine. Kwa hiyo angekuwa Simba na Yanga ingekuwaje? Kwa nini namnyima hiyo fursa akiwa Azam FC? Kwa sababu Azam siwezi kuiona kwenye hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Labda wa pull up, si ndivyo? Kwa hiyo angalia hata makocha namna walivyomtumia. Alikuja Dabu hapa, anakupa ule uzamani wa fullback, anakupa na usasa wa fullback. Angalia kipindi cha Dabu, yeye na Chilambo na Lusajo walikuwa wanapenda kuchezeshwa ndani, ambao sasa hivi ni trend ya dunia. Fullbacks kuingia ndani badala ya kucheza pembeni.
anaweza kucheza pembeni kwa sababu tushamuona na ametengeneza several assists, ndivyo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kiufundi ana uwezo wa kuweza kulinganishwa level za kina Shabalala. Lakini kitu pekee kinachomfanya Msindo nisimweke kwenye hizo level, kivuli chake au limiti yake inazuiliwa na nini? Na Azam FC.